mkono. Sababu gani? Huwezi kuwa umeregister kura yako Kisii unakuja kusimama Nairobi. Enda mahali polling station iko yako, upike kura yako, wenzako kufuata. Wewe umetoroka huko, ulete huku kura yako, upiki kura. Sasa kile watakupikia kura? Simama mahali unapikia kura, simama hapo. Si ati waanguka huko nomination, waanze kubabaika ati Mukuru iko vacant ukuje. Tunataka wana Mukuru. Kama wewe ni mtu wa Mukuru, inafaa uchaguliwe. Hii ndio mistake tunafanya, tunakubaliana kila mtu anakuja Mukuru atuongoze. Ni hali tuko tunasaongoza. Mimi naunga IEBC mkono. Nikuje kwa opposition. Sasa zingine mwananchi ndio ako na kasoro. Sababu tena tunaanza kusema ati huyu akisimama Ruto atapita naye asubuhi. Mwananchi ndio ako na nguvu. Hata wakileta nani na wananchi wakatae mambo kitu kidogo. Lakini mkikubali kitu kidogo, hakuna mtu ako na pesa kushinda Ruto. Mtapewa pesa, mtaanza kulialia hii maneno. Kuna watu wako na uwezo lakini hawana pesa. Inafaa tuwaangalie. Lakini sababu Ruto alifinya nyinyi, tuko na njaa sisi sote. Tunasema siku hizi hatupatangi 50, tunataka 100. Ule wa 100 apate ukipea mtu wa 100 atakaa miaka 3 umuoni. Kama ni wodi yako umuoni. Sababu arudisha pesa yake, akikuja kidogo CTF anakawia watu wawili watatu, ingine ameweka kwako. Sasa walodha kama tuko na njaa, tupime. Kukula ni haki yako. Lakini tena kura ni haki yako. Pekua watu vizuri. Sababu mimi shida yangu ni moja. Kama kuna mtu mzuri kwa mdomo ni Ruto. Siasa ijafunguka, wacha hii mjasa anatembea hapa akiambia nyinyi mnakunywa kerosene mnampikia makofi. Ataleta mambo mingi. Lakini hata akifanya hiyo yote, wewe Mkenya inafaa ufikiria mara mbili. Kweli hii maneno atatuletea ni mzuri. Tuangalie hata Gachagua. Mimi hata nataka Gachagua asifungiwe ati asisimame. Nataka Gachagua asimame. Akisimama, yeye ni mmoja wa nguvu wa kupeleka hata Ruto nyumbani. Kwa nini mnasema ati Kalonzo na Matiang'i peke yake? Hata nataka huyu mtu anaitwa George Natembeya wasimame. Wakisimama, Wakenya waangalie. Lakini tusiweke nguvu mingi kwa Sifuna saa hii. Unajua Sifuna saa hii ni kama msichana ametoka university. Si maajabu usitukie Sifuna ako na Ruto hapa. Saa hii ameweka mileage yake juu, anangojeanga simu. Huyu amesema bilioni ngapi? Huyo siendi. Tulia kidogo. Siku moja mtaamuka asubuhi usikie Sifuna ndio Secretary General wa UDA. Utasema nini? Uongo. Sikizeni kidogo. Sikizeni kidogo. Nimekupea mfano. Siku moja uamuke upate Sifuna ndio Secretary wa UDA. Sijauliza mtu swali. Kama Njoo alisema hawezi salimia Ruto, sasa yako na Ruto, wewe ni nani wa kupinga? Sasa unataka mimi nikujibu? Si wewe ujibu. Nakupea mfano. Hii maswali si nakupea wewe jibu. Nataka tuelewane kitu moja. Unaweza weka akili yako kwa Sifuna, siku moja umkute kwa serikali, kichwa itaharibika. Sisi sote inafaa tuangalie. Tusiweke nguvu mingi, tusifikirie Sifuna ndio atatutetea kesho yake. Sifuna kwanza hajatangaza hataki ya urais. Hilo ndio ukubaliana na mimi kwanza. Sifuna anajiuza kivyake. La mwisho, Mkenya aangalie hao viongozi wote. Kuna yule ako na uwezo wa kutembea na pesa na kuna yule ako na uongozi na hana pesa. Lazima tuweke utofauti. Tukifuata shilingi tutaumia, lakini tuangalie uongozi yenye mtu ako nayo. La mwisho,
tuchakue mwanasiasa pea kwa bunge. Ukavana peleka mtu kiongozi. Hizi mashida zote tulichagua wanasiasa tukaweka paka kwa makavana, ambapo anatumia siasa mingi na pesa mingi, hakuna kitu tunaona. Utofautishe mwanasiasa na kiongozi. Nimemaliza.